kukomesha vifungo, mateso na kila uonevu wa adui kwa kujitambua mimi ni nani katika Kristo Yesu. Kukomesha vifungo, mateso na kila uonevu wa adui kwa kujitambua mimi ni nani katika Kristo Yesu. Maana yake siku ya leo tunajifunza namna ya kukomesha vifungo, mateso na kila uonevu wa adui kwa njia ya kujitambua mimi ni nani katika Kristo Yesu, au wewe ni nani katika Kristo Yesu. Leo tunajifunza namna ya kukomesha vifungo, mateso na kila uonevu wa adui kwa njia ya kujitambua mimi ni nani katika Kristo Yesu, au wewe unanisikiliza mtu wa Mungu, wewe ni nani katika Kristo Yesu. Kadri unavyozidi kujitambua wewe ni nani katika Kristo, ndivyo unavyozidi kudhihirisha ushindi dhidi ya kila kifungo, mateso na uonevu wa adui. Mtu wa Mungu, kadri unavyozidi kujitambua wewe ni nani katika Kristo, ndivyo unavyozidi kudhihirisha ushindi dhidi ya kila kifungo, mateso na kila uonevu wa adui. Kwa hiyo kila point ninayokupa kwenye hili somo, kila point ninayokupa kwenye hili fundisho inalenga kukuonyesha wewe ni nani katika Kristo. Ninajua kwamba kuna pointi ambazo nitaongea zinaweza kawa zinakinzana na elimu ama na ufahamu wako, lakini ni vizuri kupokea na kwenda kuprosesi na kutafakari, utagundua na kujua kwamba wewe ni nani katika Kristo. So nianze kwa kuuliza swali. Je, unajitambua wewe ni nani katika Kristo Yesu? Wewe ni nani katika Kristo? Au mimi ni nani katika Kristo Yesu? Mimi ni nani katika Kristo Yesu? Okay, tuanze. Mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Mimi ni hodari. Mimi ni hodari. Mimi sio mwanadamu wa kawaida. Mimi sio mwanadamu wa kawaida. Mimi sipo kama wanadamu wenzangu. Mimi sipo kama wanadamu wenzangu. Mimi ni mkuu kuliko wote katika ulimwengu. Mimi ni mkuu kuliko wote katika ulimwengu. Mimi ni mtu mwingine katika Kristo. Mimi ni mtu mwingine katika Kristo. Mimi ni kiumbe kipya katika Kristo. Mimi ni kiumbe kipya katika Kristo. Mtu wa Mungu, niseme hivi: kila aliyezaliwa mara ya pili, yeye si mwanadamu wa kawaida. Kila aliyezaliwa mara ya pili, yeye si mwanadamu wa kawaida. Kila aliyezaliwa mara ya pili hafanani na wanadamu wenzake wa kawaida. Kila aliyezaliwa mara ya pili hafanani na wanadamu wenzake wa kawaida. Kila aliyezaliwa mara ya pili ndani yake anaye aliye mkuu kuliko wote katika ulimwengu. Kila aliyezaliwa mara ya pili ndani yake anaye aliye mkuu kuliko wote katika ulimwengu. Kwa hiyo kila aliyezaliwa mara ya pili, yeye ni mkuu kuliko wote katika ulimwengu. Kila aliyezaliwa mara ya pili, yeye ni mkuu kuliko wote katika ulimwengu. Si kwamba tu kila aliyezaliwa mara ya pili ndani yake anaye aliye mkuu. Si kwamba tu kila aliyezaliwa mara ya pili ndani yake anaye aliye mkuu, bali pia kila aliyezaliwa mara ya pili amekusudiwa kutenda makuu. Kila aliyezaliwa mara ya pili amekusudiwa kutenda makuu. Asili yake yeye, kila aliyezaliwa mara ya pili, ni ya ukuu na sio unyonge. Asili yake yeye, kila aliyezaliwa mara ya pili, ni ya ukuu na si unyonge. Asili yake yeye, kila aliyezaliwa mara ya pili, ni ya ukuu na si unyonge. Kwa hiyo kila aliyezaliwa mara ya pili, yeye ni mkuu na si mnyonge. Kila aliyezaliwa mara ya pili, yeye ni mkuu na si mnyonge. Kila aliyezaliwa mara ya pili, ndani yake amejaa mbegu za ukuu na si unyonge.
kila aliyezaliwa mara ya pili ndani yake amejaa mbegu za ukuu na si unyonge. Hatima ya kila aliyezaliwa mara ya pili ni ya ukuu na si unyonge. Hatima ya kila aliyezaliwa mara ya pili ni ya ukuu na si unyonge. Kila aliyezaliwa mara ya pili anaweza kuanza kama punje ya haradali, lakini mwisho wake ni lazima utakuwa ni wa fahari. Ni kweli kwamba kila aliyezaliwa mara ya pili anaweza akaanza kama punje ya haradali, lakini mwisho wake ni lazima atakuwa na mwisho ulio wa fahari. Mtu wa Mungu, wewe unaweza ukaanza kama punje ya haradali, lakini mwisho wako ni lazima utakuwa ni mwisho wa fahari. Ni kweli kwamba unaweza ukaanza kama punje ya haradali, lakini mwisho wako ni lazima utakuwa ni mwisho wa fahari. Labda niulize swali hili la msingi sana kabla sijaendelea sana. Niulize swali hili la msingi. Je, yupo mtu ambaye amezaliwa mara ya pili hapa? Ama yupo mtu ambaye amezaliwa mara ya pili anayenisikiliza kutoka mahali popote ulimwenguni? Kama jibu ni ndio, basi niseme wewe ni shujaa na si dhaifu. Wewe ni shujaa na si dhaifu. Wewe ni hodari na si dhaifu. Wewe ni hodari na si dhaifu. Wewe ni kiumbe kipya kisicho na udhaifu. Wewe ni kiumbe kipya kisicho na udhaifu. Wewe ni kiumbe kipya chenye nguvu. Wewe ni kiumbe kipya chenye nguvu. Wewe ni kiumbe chenye nguvu, kwa sababu mwenye nguvu ndiye aliyekufanya kuwa na nguvu. Wewe ni kiumbe chenye nguvu, kwa sababu mwenye nguvu ndiye aliyekufanya kuwa na nguvu. Wewe ni kiumbe chenye nguvu na unaweza kufanya yote katika yeye akutiaye nguvu. Wewe ni kiumbe chenye nguvu na unaweza kufanya yote katika yeye akutiaye nguvu. Ninaomba uzingatie maelezo ambayo ninaenda kuyasema hapa chini. Ninaomba uyazingatie sana haya maelezo ambayo ninaenda kuyaongea ama kuyasema hapa chini. Mungu hajawahi kukusudia mtu yoyote awe dhaifu. Mungu hajawahi kukusudia mtu yoyote awe dhaifu. Ndiyo maana imeandikwa, aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Mungu hajawahi kukusudia mtu yoyote awe mnyonge. Mungu hajawahi kukusudia mtu yoyote awe mnyonge. Ndiyo maana imeandikwa, imetupasa kuwasaidia wanyonge. Ndiyo maana imeandikwa, imetupasa kuwasaidia wanyonge. Siku zote Mungu amekusudia watu wake wawe na nguvu. Siku zote Mungu amekusudia watu wake wawe na nguvu. Ndiyo maana imeandikwa, huendelea toka nguvu hata nguvu. Ndiyo maana imeandikwa, huendelea toka nguvu hata nguvu. Mtu wa Mungu, katika Kristo wewe ni kiumbe chenye nguvu. Katika Kristo wewe ni kiumbe chenye nguvu. Katika Kristo wewe si mwanadamu wa kawaida kama wanadamu wengine. Katika Kristo wewe si mwanadamu wa kawaida kama wanadamu wengine wa kawaida. Katika Kristo wewe ni zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Katika Kristo wewe ni zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Kumbuka, tunajifunza kushinda vifungo, mateso na kila uonevu wa adui kwa kujitambua sisi ni akina nani katika Kristo, kwa kujitambua mimi ni nani katika Kristo, kwa kujitambua wewe ni nani katika Kristo. Lisko balade reketebele. Katika Kristo wewe ni zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Katika Kristo wewe ni zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Ngoja nianze kukuonyesha kwamba wewe si mwanadamu wa kawaida, tena wewe ni zaidi ya mwanadamu wa kawaida katika Kristo. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya 51 mstari wa 20 mpaka ule wa 23. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 51 mstari wa 20 mpaka ule mstari
mstari wa 23. Ila kwa sababu ya muda mimi nitasoma mstari wa 20 tu, wewe kwa nafasi yako utasoma mpaka hiyo mistari ambayo tumeitaja na kuendelea zaidi. Yeremia 51 nitasoma ule mstari wa 20, anasema hivi: wewe u rungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitavunja mataifa na kwa wewe nitaharibu falme. Anasema wewe u rungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitavunja mataifa na kwa wewe nitaharibu falme. Nataka unotes, angalia, Mungu anaongea kwa kinywa cha nabii Yeremia akisema hivi: wewe ni silaha zake za vita kwa ajili ya kuvunja na kwa ajili ya kuharibu. Manake Mungu anataka upate hii picha kwamba wewe si mwanadamu wa kawaida kama wanadamu wengine. Wewe ni zaidi ya mwanadamu. Anasema wewe ni rungu, anasema wewe ni silaha. Mtu wa Mungu, ni kweli kwa nje tunaweza kuonekana kama wanadamu wengine. Ni kweli kwa nje tunaonekana kama wanadamu wengine, lakini sisi sio wanadamu kama watu wengine. Sisi sio wanadamu kama watu wengine. Sisi ni viumbe wa tofauti tulioumbwa kwa namna nyingine. Sisi ni viumbe wa tofauti tulioumbwa kwa namna nyingine. Sisi ni silaha. Sisi ni silaha. Sisi ni silaha dhidi ya kila silaha. Sisi ni silaha dhidi ya kila silaha. Sisi ni silaha kinyume cha kila silaha. Sisi ni silaha kinyume cha kila silaha. Sisi ni silaha za Mungu kwa ajili ya kuvunja kila kazi za ibilisi. Sisi ni silaha za Mungu kwa ajili ya kuvunja kila kazi za ibilisi. Sisi ni silaha za kimataifa kwa ajili ya kuharibu kila kifungu cha adui. Sisi ni silaha za kimataifa kwa ajili ya kuharibu kila vifungo vya adui. Sisi ni silaha za kifalme kwa ajili ya kukomesha kila uonevu na mateso ya adui. Sisi ni silaha za kifalme kwa ajili ya kukomesha kila uonevu na mateso ya adui. Kumbuka, ni Mungu ndiye aliyesema wewe ni rungu, sisi ni rungu, sisi ni silaha, wewe ni silaha. Kumbuka Biblia inamuita Mungu ni Mungu mfalme mkuu. Mungu ni mfalme juu ya wafalme wote. So kama Mungu ni mfalme na kama ndio yeye anasema wewe ni rungu, wewe ni silaha, maana yake Mungu anakuona wewe ni silaha za kifalme. Mungu anatuona sisi ni silaha za kifalme. Ndio maana nikasema sisi ni silaha za kifalme kwa ajili ya kukomesha kila uonevu na mateso ya adui. Mtu wa Mungu, sisi ni silaha za vita. Sisi ni silaha za vita. Sisi ni silaha za kushinda kila silaha za vita. Sisi ni silaha za kushinda kila silaha za vita. Sisi ni silaha za kushinda kila vita. Sisi ni silaha za kushinda kila vita. Ndiyo maana imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yenu haitafanikiwa. Ndio maana imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yenu haitafanikiwa. Why? Kwa sababu sisi ni silaha za kushinda kila silaha za adui zitakazofanyika. Sisi ni silaha za kushinda kila silaha za adui. And I believe siku ya leo itakuwa hivyo kwenye kila eneo la maisha yako. Kila silaha itakayofanyika juu yako kuanzia siku ya leo haitafanikiwa dhidi ya wewe ambaye ni silaha. Kila silaha itakayofanyika juu yako itakuwa iko crushed kupitia wewe mwenyewe ambaye ni silaha ya Mungu katika Kristo Yesu. Katika jina la Yesu Kristo nimetamka na imekuwa hivyo. Tusonge mbele. Angalia Waebrania 12:29. Waebrania 12:29. Kumbuka, tunajifunza kushinda kila kifungo, kushinda kila mateso, kushinda kila uonevu wa adui kwa njia ya kujitambua sisi ni akina nani katika Yesu Kristo. Na tayari I believe kuna watu wameshaanza kuelewa kujitambua wao ni akina nani katika Yesu Kristo. Kuna watu wameshaanza kujitambua na kuelewa kwamba wao si wanadamu. Wao si wanadamu wa kawaida. Wao ni zaidi ya wanadamu wa kawaida. Waebrania 12:29 anasema, maana Mungu wetu ni moto ulao.
maana Mungu wetu ni moto ulao. Biblia inataka tutambue kwamba Mungu kwa upande mwingine si Mungu tu, bali ni moto, na si moto tu, bali ni moto ulao. Mungu tunayemwabudu, Mungu tunayemtumikia, Mungu tuliyemkimbilia, Mungu tuliyemchagua, Biblia inatutaka tumtambue kwamba si Mungu tu, kwa upande mwingine yeye ni moto, na si moto tu, bali ni moto ulao. Anasema maana Mungu ni moto ulao. Mtu wa Mungu, Biblia inasema Mungu ni roho, na kila kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mungu ni roho, na kila kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa kuwa baba yetu ni moto ulao, kwa kuwa baba yetu ni moto ulao, sisi nasi ni moto ulao, sisi nasi ni moto ulao. Kwa kuwa baba yetu wa mbinguni ni moto ulao, kwa kuwa baba yetu wa mbinguni ni moto ulao, sisi nasi tuliotoka mbinguni ni moto ulao. Sisi ni miali ya moto, sisi ni miali ya moto, sisi ni miali ya moto dhidi ya kila changamoto. Sisi ni miali ya moto dhidi ya kila changamoto. Sisi ni moto wa kuzima kila mshale wa adui wenye moto. Sisi ni moto wa kuzima kila mshale wa adui wenye moto. Yeremia 1:19. Nataka tusonge mbele. Yeremia 1:19 anasema hivi: nao watapigana nawe lakini hawatakushinda. My God, huu ni unabii wa mtu mmoja ambaye ananisikiliza mahali hapa. Huu ni unabii wa mtu mmoja ambaye ananisikiliza mahali popote pale ulimwenguni. Anasema watapigana nawe lakini hawatakushinda. Ninatamka ndivyo ulivyo. Watapigana nawe lakini hawatakushinda. Ninataka umaki vizuri. Hawajasema kwamba hawatapigana nawe. Biblia inasema kwamba watapigana nawe. Kwa hiyo wako ambao watataka kupigana nawe, wako ambao watajaribu kupigana nawe, lakini Biblia imesema kwamba hawatakushinda. They will fight you but they will not win you. Watapigana nawe lakini hawatakushinda. Anasema Yeremia 1:19, nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi ni pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Mtu wa Mungu, nataka ujitambue katika Kristo wewe ni mshindi. Kwa nini? Anasema watapigana nawe lakini hawatakushinda. Kama hawatakushinda, kinyume chake ni kweli, manake wewe watakushindwa. Kama anasema watapigana nawe lakini hawatakushinda, manake wewe ni mshindi, manake utawashinda. Manake watakushindwa, manake utawashinda, manake wewe ni mshindi. Ndio maana anasema mtu wa Mungu, jitambue katika Kristo wewe ni mshindi. Katika mambo yote wewe ni mshindi. Katika mambo yote wewe ni mshindi. Haijalishi kwa sasa una upinzani wa namna gani, ila wewe ni mshindi. Haijalishi kwa sasa una upinzani gani, lakini wewe ni mshindi. Haijalishi sasa hivi unapitia changamoto gani, lakini hiyo haiondoi, haifuti, haibadilishi kwamba wewe ni mshindi. Kwa namna yoyote, kwa changamoto yoyote unayopitia, wewe ni mshindi. Ile kwamba wanashindana na wewe haina maana kwamba watakushinda. Ile kwamba wanapigana na wewe haina maana kwamba watakushinda. Ile kwamba wanapigana na wewe haina maana watakushinda. Ni kweli kwamba wanaweza kushindana na wewe lakini hawatakushinda. Ni kweli wanaweza kushindana na wewe lakini hawatakushinda. Ni kweli wanaweza kupigana na wewe lakini hawatakushinda. Ni kweli wanaweza kupigana na wewe lakini hawatakushinda. Why? Katika Kristo wewe tayari ni mshindi, umewashinda. Katika Kristo wewe tayari ni mshindi, umewashinda, na itazidi kudhihirika hivyo kwenye kila eneo la maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Tusonge mbele, tupige hatua. Angalia kitabu cha Samueli wa kwanza 16. Samueli wa kwanza 16 anasema hivi: na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Anasema na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Sasa kwenye huu mstari nataka uone haya maneno.
Nataka uone ya maneno. Ona ya maneno yanayosema, Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kitu gani nataka tujifunze hapo? Mtu wa Mungu anasema hivi, ni Roho wa Bwana. Roho wa Bwana akimjilia ndio atamgeuza, atakuwa mtu mwingine. Manake anayehusika kufanya hayo mageuzi ni Roho wa Bwana. Na Biblia inapotaja Roho wa Bwana inamtaja Roho Mtakatifu. Biblia inapoongelea Roho wa Bwana inamtaja ama inamwongelea pia Roho Mtakatifu. Kama ni Roho wa Bwana ndiye atakayemgeuza, kama ni Roho Mtakatifu ndiye atakayemgeuza mtu kuwa mtu mwingine, manake angalia mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu ni roho wa mageuzi. Roho Mtakatifu ni roho wa mageuzi. Roho Mtakatifu ni roho wa mageuzi mengine. My God. Roho Mtakatifu ni roho wa mageuzi mengine. Roho Mtakatifu anaweza kumgeuza mtu wa kawaida kuwa mtu mwingine. Roho Mtakatifu anaweza kumgeuza mtu wa kawaida na kuwa mtu mwingine. Mtu wa Mungu anasema hivi, Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Huyu Roho atamjilia kwa nguvu, kwa nguvu. Angalia mtu wa Mungu, ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu mtu wa kawaida anageuzwa kuwa mtu mwingine. Ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu mtu wa kawaida anageuzwa kuwa mtu mwingine. Ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu sisi tuliokuwa wa kawaida tuligeuzwa kuwa watu wengine. Ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu sisi tuliokuwa wa kawaida tuligeuzwa kuwa watu wengine. And I believe kwenye ibada ya leo, wewe unaonisikiliza mahali popote, kutoka mahali popote ulimwenguni, wewe kama ni mtu wa kawaida, never mind, Mungu anaenda kwa Roho Mtakatifu kukugeuza wewe ambaye ni mtu wa kawaida, na kuanzia siku ya leo hautakuwa wa kawaida. Oh my goodness. Rasobre elevoko maleska bala de frekedia. Ninachoongea ni nini? Ninaona kupitia ibada hii kwa jina la Yesu Kristo, Mungu kwa Roho Mtakatifu anaenda kuigeuza familia yako ambayo imekuwa ni ya kawaida kuwa familia ambayo si ya kawaida tena. Mungu anaenda kugeuza uchumi wako ambao umekuwa ni wa kawaida kuwa uchumi ambao sio wa kawaida. Mungu anaenda kugeuza biashara, kazi zako ambazo zimekuwa za kawaida kuwa kazi, biashara zisizokuwa za kawaida. Mungu anaenda kukugeuza. Mungu anaenda kukufanya wewe ambao umekuwa ni mtu wa kawaida kutokuwa mtu wa kawaida. Mungu anaenda kukugeuza kwa Roho Mtakatifu. Wewe ambao umekuwa unaonekana ni wa kawaida, kuanzia siku ya leo hautaonekana kuwa mtu wa kawaida tena. Mungu anaenda kugeuza utumishi wako ambao umekuwa ni wa kawaida, utumishi wako hautakuwa wa kawaida. Mungu anaenda kugeuza huduma yako ambayo imekuwa inaonekana ni ya kawaida, hiyo huduma haitaonekana tena ya kawaida. Mungu kwa Roho Mtakatifu anaweza kugeuza chochote cha kawaida kuwa sio cha kawaida tena. Na leo ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, unapokea mageuzi mengine mapya kwa Roho Mtakatifu kwenye kila eneo la maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninatamka unapokea mageuzi mengine mapya kutoka kwa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninatamka unapokea mageuzi mengine mapya kwenye ndoa, kwenye familia yako. Unapokea mageuzi mengine mapya kwenye eneo la afya. Unapokea mageuzi mengine mapya kwenye eneo la uchumi. Unapokea mageuzi mengine mapya kwenye eneo la fedha. Unapokea mageuzi mengine mapya kwenye eneo la kilimo. Unapokea mageuzi mengine mapya kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la kilimo. Unapokea mageuzi mengine mapya kwenye kila unachokifanya. Unapokea mageuzi mengine mapya kutoka kwa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo, na imekuwa hivyo kwa sababu Roho Mtakatifu ni roho wa mageuzi. Roho Mtakatifu ni roho wa mageuzi mapya. Okay, tusonge mbele. Angalia Zaburi ya 104 mstari wa 30. Zaburi ya 104 mstari wa 30 anasema hivi, waipeleka roho yako
wanaumbwa upya, nawe waufanya upya uso wa nchi. Zaburi ya 104 mstari wa 30. Zaburi ya 104 mstari wa 30 anasema, waipeleka roho yako, wanaumbwa, nawe waufanya upya uso wa nchi. Waipeleka roho yako, wanaumbwa, nawe waufanya upya uso wa nchi. Waipeleka roho yako, wanaumbwa, nawe waufanya upya uso wa nchi. Nataka uone kitu cha ajabu kwenye huu mstari. Anasema hivi, roho ndiye anayepelekwa alafu anaumba, na si kwamba tu anaumba bali pia anafanya upya. Kwenye huu mstari nataka uone roho ndiye anayepelekwa, na akishapelekwa huyo roho anaumba, na si kwamba anaumba tu bali anafanya upya. Mtu wa Mungu, ninachosema ni hichi hapa. Usisahau roho anaoongelewa hapa ni Roho Mtakatifu. Maana yake nataka uone Roho Mtakatifu si roho wa mageuzi mengine tu. Roho Mtakatifu sio roho wa mageuzi mengine tu, wala Roho Mtakatifu si roho wa mageuzi mengine mapya tu. Roho Mtakatifu si roho wa mageuzi mengine mapya tu, bali pia Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji. Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji, na si kwamba tu Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji tu, bali pia Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji mpya. Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji mpya. Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji mpya na ni roho wa mageuzi mapya. Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji mpya na ni roho wa mageuzi mapya. Ninakutamkia kwa andiko ili kwa jina la Yesu Kristo, Bwana anaumba jambo jipya kwa Roho Mtakatifu kwenye kila eneo la maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, na linatokea nawe unaliona sasa. Bwana anaumba jambo jipya kwa Roho Mtakatifu kwenye kila eneo la maisha yako, nalo linatokea nawe unaliona sasa kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, unaonisikiliza kutoka mahali popote pale ulimwenguni, hautakuwa kama ulivyoanza kunisikiliza. Ninatamka utaondoka na utakuwa na mambo mapya ya utukufu kwenye kila eneo la maisha yako kuanzia siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu kwa neno, kwa somo hili tu, kuna spiriti za ukawaida nimeanza kuona zinaondoka. Kuna spirit, kuna roho kama nyoka naona zinaanza kukimbia, roho za ukawaida, roho ambazo zilikuwa zinakufanya uwe kawaida. Kila kitu ambacho kilikuwa kinakufanya uwe na uonekane kawaida kwenye kila eneo la maisha yako, ninaona zina run away, ninaona zinakimbia, zinakuacha. Na kuna watu right now tayari wanafunguliwa, wanatolewa kwenye kila ukawaida, wanageuzwa kuwa watu ambao si watu wa kawaida. Kuna watu wanafanywa kuwa watu sio watu wa kawaida tena. Kuna watu wanapokea mageuzi mapya, kuna watu wanapokea mabadiliko mapya kupitia somo hili, na inakuwa hivyo. Na ninaona kwa jina la Yesu Kristo, ninaona ukitoa shuhuda, ninaona ukipiga simu ukitoa shuhuda, ninaona ukituma message ukitoa shuhuda, jinsi ambavyo umejitambua wewe ni nani katika Kristo. Na kila kifungo kimekoma, kila mateso yamekoma, kila uonevu umekoma. Lakini sio hivyo tu, kwa kujitambua wewe ni nani katika Kristo, ninaona umepokea mageuzi mapya na mabadiliko mapya katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na pekee Yesu Kristo ndiye anayetukuzwa na ndiye atakayetukuzwa milele. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 1 na mstari wa 8. Kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 1 na ule mstari wa 8. Matendo ya Mitume 1:8 anasema hivi: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kumbuka kwenye maandiko ambayo yametangulia nimekuonyesha Roho Mtakatifu ni roho wa mageuzi. Roho Mtakatifu ni roho wa mageuzi mengine mapya, lakini si kwamba tu Roho Mtakatifu ni
ni roho wa mageuzi na mageuzi mapya, bali pia Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji. Na si kwamba tu Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji, bali pia Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji mpya, lakini pia Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji mpya na mageuzi mapya. So katika mstari nataka nikuonyeshe kitu kingine tena. Yesu alisema kwamba Roho Mtakatifu akija tutapokea nguvu. We shall receive power when Holy Spirit come upon us. Anasema kwamba tutapokea nguvu Roho Mtakatifu akija juu yetu. Kitu gani nataka nikuonyeshe kwenye mstari? Nataka nikuonyeshe kwamba Roho Mtakatifu si roho wa uumbaji na mageuzi mapya tu, bali pia Roho Mtakatifu ni roho wa nguvu. Roho Mtakatifu ni roho wa kututia nguvu. Roho Mtakatifu ni roho wa kututia nguvu. Roho Mtakatifu ni roho wa kututia nguvu mpya. Manake pia nataka uone Roho Mtakatifu si roho wa nguvu tu, bali pia Roho Mtakatifu ni roho wa nguvu mpya. Roho Mtakatifu ni roho wa nguvu mpya. Na Roho Mtakatifu si roho wa kututia nguvu tu, bali pia Roho Mtakatifu ni roho wa kututia nguvu mpya. Roho Mtakatifu ni roho wa kututia nguvu mpya. Roho Mtakatifu ni roho wa kututia nguvu mpya, na natamka kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Leo unatiwa nguvu mpya na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Leo unatiwa nguvu mpya na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Leo unapokea nguvu mpya, nawe utakwenda juu kwa mbawa kama tai. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo siku ya leo, unaponisikiliza mahali popote pale, unapokea nguvu mpya, nawe unaanza kwenda juu kwa mbawa kama tai. Kwa jina la Yesu ninatamka, unapokea nguvu mpya kutoka kwa Roho Mtakatifu, nawe utapiga mbio wala hutazimia. Utapiga mbio wala hutachoka. Ninatamka, receive that power. Receive new power. Receive new anointing. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu kwenye kila eneo la mwili wako. Pokea nguvu mpya kwenye kila eneo la mifupa yako. Pokea nguvu mpya kwenye kila eneo la damu yako. Pokea nguvu mpya kwenye kila eneo la seli za mwili wako. Pokea nguvu mpya kwenye kila eneo la ufahamu, akili. Pokea nguvu mpya kwenye kila kiungo cha mwili wako, kwenye tumbo la chakula, kwenye tumbo la uzazi. Pokea nguvu mpya kwenye kila eneo la mwili wako, kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa miguu. Pokea nguvu mpya kwa ajili ya miradi yako. Pokea nguvu mpya kwa ajili ya fedha na uchumi. Pokea nguvu mpya kwa ajili ya familia na ndoa. Pokea nguvu mpya tena kwenye kila eneo la maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, na imekuwa hivyo. Angalia kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 nasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kumbuka kwenye maandiko yaliyotangulia nimekuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni roho wa mapya. Roho Mtakatifu ni roho wa mageuzi mapya. Roho Mtakatifu ni roho wa kututia nguvu mpya. Lakini kumbuka kwenye lile andiko ambalo nilikuonyesha kwenye ile Zaburi ya 104 mstari wa 30, Roho Mtakatifu ameelezewa pale kama ni roho wa uumbaji wa mapya. Maana Roho Mtakatifu anaumba na anaumba mapya. So na sitaka nikuonyeshe kwenye Wakorinto wa pili 5:17 ambao tumesoma, Biblia inasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sasa connect kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayeumba mapya. Kwa kuwa Roho Mtakatifu ndiye anayehusika na uumbaji mpya, na kwa kuwa Biblia inasema tukiwa ndani ya Kristo tumekuwa viumbe vipya, maana yake angalia mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu ndiye aliyehusika kutufanya tuwe viumbe vipya. Roho Mtakatifu ndiye aliyetufanya tuwe viumbe vipya. Ni Roho Mtakatifu ndiye aliyetuumba
upya katika Kristo. Ni Roho Mtakatifu ndiye aliyetuumba upya katika Kristo. Ni Roho Mtakatifu ndiye aliyetufanya viumbe vipya na kututia nguvu. Ni Roho Mtakatifu ndiye aliyetufanya viumbe vipya na kututia nguvu. Ni Roho Mtakatifu ndiye aliyetuumba, ndiye aliyetufanya upya katika Kristo ama katika Yesu Kristo, na hakuishia tu hapo, bali pia alitutia nguvu. Kumbuka, tunajifunza kushinda kila kifungo, mateso na uonevu wa adui kwa kujitambua mimi au wewe ama sisi ni akina nani katika Yesu Kristo. Mpaka hapa nataka uone, katika Yesu Kristo Roho Mtakatifu ametuumba na kutufanya viumbe vipya wengine. Maana yake sisi sio viumbe kama viumbe vingine vya kawaida. Maana yake sisi sio wanadamu kama wanadamu wengine wa kawaida, au niseme kila aliyemwamini Yesu Kristo na kila atakayemwamini Yesu Kristo, yeye si mwanadamu kama wanadamu wenzake, si mwanadamu kama wanadamu wengine wa kawaida. Yeye ni kiumbe kingine kipya. Mtu wa Mungu, ninachosema ni hichi hapa: katika Kristo wewe si mwanadamu wa kawaida, wewe ni kiumbe kipya chenye nguvu. Katika Kristo wewe si mwanadamu wa kawaida, wewe ni kiumbe kipya chenye nguvu. Katika Kristo wewe haupo kama wanadamu wenzako wa kawaida, wewe ni kiumbe kipya chenye nguvu. Katika Kristo wewe haupo kama wanadamu wenzako wa kawaida, wewe ni kiumbe kipya chenye nguvu. Katika Kristo sisi si wanadamu wa kawaida, sisi ni viumbe vipya vyenye nguvu. Katika Kristo sisi si wanadamu wa kawaida, sisi ni viumbe vipya vyenye nguvu. Maroskebeleska barase. Mtu wa Mungu, nataka uzingatie maelezo ambayo ninaenda kuyasema. Kabla sijaendelea, ninaomba kila mtu azingatie ninachoenda kukisema. Sisi si wa kawaida kwa sababu hatujaumbwa kwa jinsi ya kawaida. Sisi si wa kawaida kwa sababu hatujaumbwa kwa jinsi ya kawaida. Sisi tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha mno. Sisi tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha mno. Sisi ni wa juu kwa sababu tumeumbwa kutoka juu. Sisi ni wa juu kwa sababu tumeumbwa kutoka juu. Sisi tupo juu ya yote kwa sababu tumeketishwa juu ya yote. My God, sisi tupo juu ya yote kwa sababu tumeketishwa juu ya yote. Hata kama kwa jinsi ya nje tunaonekana kama wanadamu wa kawaida, lakini sisi si wanadamu wa kawaida. We are not a normal human beings. We are superior in Christ Jesus. My God, my God, my God, my God. We are more than normal human being. Oh my God. We are spirit. We are not normal human being. We are spirit, my God. Shebreheska baladede. Lesute berehefa lemenka da. Resko balagada. Hata kama kwa jinsi ya nje unaonekana wanakuona wewe ni mwanadamu wa kawaida. Hata kama kwa jinsi ya nje una move, unaenda, unafanya shughuli zako, unakula, unakunywa, unavaa, unalala, unaamka kama mwanadamu wa kawaida. Lakini hiyo haimaanishi kwamba wewe ni mwanadamu wa kawaida. Wewe ni zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Mtu wa Mungu, jielewe, jitambue. Wewe si mwanadamu. Wewe si mwanadamu wa kawaida. Wewe ni kiumbe kipya katika Yesu Kristo. Wewe ni kiumbe chenye power. Wewe ni kiumbe ambao unaweza kufanya lolote, unaweza kufanya yote katika Kristo akutiae nguvu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninachosema ni hichi hapa: kwa kuwa tumejitambua sisi si wanadamu wa kawaida, maana yake, angalia, vinavyowatesa watu wa kawaida haitakiwi vitutese sisi. Vinavyotesa watu wa kawaida haitakiwi vitutese sisi. Vinavyofunga watu wa kawaida haitakiwi vitufunge sisi. Vinavyofunga watu wa kawaida haitakiwi vitufunge sisi. Vinavyoshinda watu wa kawaida havitakiwi vitushinde sisi. Vinavyoshinda wanadamu
wanadamu wa kawaida haitakiwi tushinde sisi. Why? Kwa sababu sisi si wanadamu wa kawaida. Sisi si wanadamu wa kawaida. Angalia Waamuzi sura ya 16 mstari wa 7. Angalia Waamuzi 16:17, anasema hivi: Samson akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. My God, nitarudia alafu nikuonyeshe vitu vya ajabu ambavyo viko kwenye mstari. Waamuzi 16:7 anasema, Samson akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Angalia hilo neno, anasema wakinifunga ndipo nitakuwa dhaifu, then ndipo nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Manake Samsoni anatuambia yeye hakuwa kama wanadamu wenzake wa kawaida. Samson anatuambia yeye hakuwa kama wanadamu wenzake wa kawaida, na kwa kuwa Biblia imeweka rekodi, na kwa kuwa Biblia inasema yote yaliyotangulia kuandikwa yameandikwa ili kutufundisha sisi. Manake andiko hili Waamuzi 16:7 liliandikwa ili kutufundisha siku ya leo kwamba sisi si wanadamu wa kawaida kama wanadamu wenzetu wa kawaida. Kama Samsoni anasema wakinifunga ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Manake si kwamba tu Samsoni anataka tujue akuwa mwanadamu wa kawaida, bali pia Biblia inatufundisha inawezekana kutokuwa mwanadamu wa kawaida. Inawezekana kutokuwa mwanadamu wa kawaida. Yes, it is possible. Yes, inawezekana kutokuwa mwanadamu wa kawaida. Inawezekana kufunction kama mwanadamu asiye wa kawaida. Inawezekana kuoperate kama mwanadamu asiyekuwa mwanadamu wa kawaida. Mtu wa Mungu, nataka umaki. Kama Samsoni anasema wakinifunga ndipo nitakuwa kama wanadamu wenzangu, nimesema kwamba Biblia inataka tujue Samsoni hakuwa kama wanadamu wenzake. Samsoni alikuwa tofauti, kinyume na wanadamu wenzake. Lakini nataka uzingatie, kwa wasomaji wa Biblia sisi tunajua, ama kwa wasomaji wa Biblia wanajua hivi, kilichokuwa kinamfanya Samsoni awe tofauti na wanadamu wenzake ni Roho Mtakatifu. Kilichokuwa kinamfanya Samsoni awe tofauti na wanadamu wenzake ni Roho Mtakatifu. Nataka uzingatie. Kwa kuwa ni Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anamwezesha Samson asiyo mwanadamu wa kawaida. Kwa kuwa ni Roho Mtakatifu ndiye aliyemfanya Samson asiwe kama wanadamu wenzake. Angalia mtu wa Mungu. Kwa kuwa Roho Mtakatifu hajabadilika, na kwa kuwa sisi nasi Mungu ametupa roho yule yule, na kwa kuwa sisi nasi Mungu ametupa roho yule yule, na kwa kuwa sisi nasi tunaye roho yule yule, maana yake ni kwamba Mungu ametupa na sisi Roho Mtakatifu ili tusiwe kama wanadamu wenzetu. Mungu ametupa na sisi Roho Mtakatifu ili tusiwe kama wanadamu wenzetu. Mungu ametupa na sisi Roho Mtakatifu ili tuwe tofauti na wanadamu wenzetu. Mungu ametupa na sisi Roho Mtakatifu ili tuwe tofauti na wanadamu wenzetu. Mungu ametupa na sisi Roho Mtakatifu ili tutofautishwe na wanadamu wenzetu. Mungu ametupa na sisi Roho Mtakatifu ili tutofautishwe na wanadamu wenzetu. Maana yake inawezekana kila aliye na Roho Mtakatifu kutokuwa mwanadamu wa kawaida. Inawezekana kabisa kila aliye na Roho Mtakatifu kutofautishwa na wanadamu wenzake wa kawaida. And I believe from today utakuwa tofauti na wanadamu wa kawaida. I believe kuanzia siku ya leo umejitambua na umebadilishwa, umekuwa tofauti na wanadamu wa kawaida. Tangu siku ya leo kwenye kila eneo la maisha yako utadumu kutofautishwa, hautakuwa tena mwanadamu wa kawaida.
tangu siku ya leo natamka kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kila kinachokuhusu kitatofautishwa, hakitakuwa cha kawaida tena. Lakini nataka umaki mtu wa Mungu, kama Samson aliyokuwa kwenye Agano la Kale aliweza kuoperate na kufunction na kufanya mambo kama mwanadamu asiyekuwa wa kawaida, vipi mimi na wewe ambaye tupo kwenye Agano Jipya, na Biblia inasema Agano Jipya ni agano lililo bora kuliko maagano yote? My goodness. Vipi mimi na wewe ambaye tumeumbwa upya katika Kristo na tupo kwenye agano ambalo ni bora kuliko Agano la Kale? Maanake mimi na wewe tunaweza kuwa wanadamu wasiokuwa wa kawaida zaidi ya kina Samson, zaidi ya watu ambao walifunction kama wanadamu wasiokuwa wa kawaida katika Agano la Kale. Inawezekana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Angalia kitabu cha Waamuzi 16:11. Waamuzi 16:11 nasema hivi: akamwambia, wakinifunga tu kwa kamba mpya ambazo mtu hakufanya kazi nazo, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Angalia Waamuzi 16:11 anasema, akamwambia, wakinifunga tu kwa kamba mpya ambazo mtu hakufanya kazi nazo, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Ase, kwa wasomaji wa Biblia nataka nikuonyeshe ufunuo ambao uko hapa kwa watu ambao wanaelewa Biblia, na wewe ambao unanisikiliza. Samson alikuwa anacheza na maadui, ama alikuwa anawadhihaki maadui kama alivyokuwa anapenda. Nitarudia tena. Samson alikuwa anawadhihaki maadui, alikuwa anacheza na maadui kama ambavyo mtoto angeweza kucheza na toy. Razovre heske bele manaska balade. Kama Samson kwenye Agano la Kale alikuwa anaweza kucheza na maadui kama matoi, kama alikuwa anaweza kuwadhihaki maadui kama matoi, maruske bele na mara vaduske be. Iweje mtu wewe ambao umezaliwa mara ya pili, wewe ambao na Roho Mtakatifu kwa utimilifu, uniambie unaogopa maadui? Iweje mtu ambao umezaliwa mara ya pili katika Kristo unaogopa maadui, unaogopa mapepo, unaogopa wachawi, unaogopa waganga? Mareske bele efranuska paladi sisikeme tarazge bele kede. Biblia inatuonyesha kwamba watu kama kina Paulo waliwapiga upofu wachawi, broske bele mana kabaharigidi. Ndio maana Biblia inasema kwamba msiwaogope maadui zenu kwa namna yoyote ile. Nasema na mtu mmoja, roho ya hofu na woga ikutoke kwa jina la Yesu. Roho ya hofu na woga dhidi ya maadui, dhidi ya uchawi, dhidi ya wachawi, dhidi ya waganga, dhidi ya mapepo, hiyo roho ikutoke kwa jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo upokee roho ya ujasiri, kwa sababu Roho Mtakatifu ni roho wa ujasiri. Pia imeandikwa wenye haki ni majasiri kama simba. Na Biblia inasema kwamba sisi tayari tunao ujasiri katika damu ya Yesu Kristo. Ninatamka roho ya woga na hofu dhidi ya maadui isikutese kuanzia siku ya leo. Kwa uweza kutoka juu, ninatamka tangu siku ya leo, hiyo roho imekutoka. Wewe ni shujaa, wewe ni hodari, kwa sababu kama Mungu alimwambia Joshua aliyeishi kwenye Agano la Kale, uwe hodari na ushujaa mwingi, usifadhaike, usiogope, kwa sababu mimi niko pamoja na wewe kila uendapo. Na Biblia inatuonyesha Yesu Kristo alituambia pia tusiogope, kwa sababu yeye naye yuko pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Mungu yuko pamoja nasi, wala hatupunguki wala hatuachi kabisa. Ndio maana Yesu Kristo anaitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Ndio maana Biblia inasema Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliyoko juu yetu? Maanake hakuna cha kuogopa, hakuna kumwogopa, maana ni Mungu ndiye anayetupigania. Ni Mungu aliyetuzunguka pande zote kwa ukingo wake. Ni Mungu ambaye ndio amekuwa ukuta wa moto kwenye kila eneo la maisha yetu. Kwa jina la Yesu, hakuna sababu ya kuishi kwa hofu na woga dhidi ya adui yoyote yule. And I believe from today you shall prevail. You shall prevail. You shall prevail
utashinda, utakwenda mbele, wala hutaogopa tena katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema Samson akamwambia, wakinifunga tu kwa kamba mpya ambazo mtu hakufanya kazi nazo, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Nataka nikuonyeshe kitu kingine kizuri sana kwenye hii mistari. Kwa watu wanaojua Biblia, kwa watu wanaosoma Biblia, tumegundua hivi: siku zote Samson alipokuwa pamoja na Roho Mtakatifu hakuweza kuwa dhaifu kwa namna yoyote ile. Siku zote Samson alipokuwa pamoja na Roho Mtakatifu hakuweza kufungwa kwa chochote kile. Siku zote Samson alipokuwa pamoja na Roho Mtakatifu hakuweza kufungwa kwa chochote kile. Siku zote Samson alipokuwa pamoja na Roho Mtakatifu hawakuweza kumtesa kwa chochote kile. Siku zote Samson alipokuwa pamoja na Roho Mtakatifu hawakuweza kumtesa kwa chochote kile. Siku zote Samson alipokuwa pamoja na Roho Mtakatifu hawakuweza kumshinda kwa chochote kile. Siku zote Samson alipokuwa pamoja na Roho Mtakatifu hawakuweza kumshinda kwa chochote kile. Hii inatufundisha nini, watu wa Mungu? Hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha kwamba kwa sababu na sisi nasi tunayo roho yule yule, kwa sababu sisi nasi Mungu ametupa roho yule yule, roho yeye yule yule. Hii inatufundisha kwamba Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusiwe dhaifu kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusiwe dhaifu kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusifungwe na kifungo kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusifungwe na vifungo kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusifungwe na vifungo kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusiwe na mateso kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusiwe na mateso kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusiteseke kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusiteseke kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusifeli kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusifeli kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusishindwe na chochote kama wanadamu wa kawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tusishindwe na chochote kama wanadamu wa kawaida. Mtu wa Mungu, Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili tushinde kila udhaifu, mateso, vifungo na kila ukawaida. Mungu ametupa Roho Mtakatifu na sisi ili tushinde kila udhaifu, mateso, vifungo na kila ukawaida. Na ninatamka kwa jina la Yesu, kwa sababu ya neno la Mungu lenye nguvu, neno la Mungu lililo hai, neno la Mungu ambalo ni kali kuliko upanga wote ukatao kuwili, ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, siku ya leo unashinda kila kifungo, unashinda kila mateso, unashinda kila udhaifu, unashinda kila ukawaida kwa jina la Yesu. Na tangu siku ya leo hautakuwa wa kawaida tena. Mtu wa Mungu, ninakutamkia kwa sababu ya Roho Mtakatifu, katika mambo yote umeshinda na zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Katika mambo yote ninatamka wewe tayari umeshinda kwenye hayo mambo yote na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Nasema katika mambo yote sisi tumeshinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Tumeshinda na zaidi ya kushinda, na ushindi utazidi kuonekana kwenye kila eneo la maisha yako, kwa sababu you are not a normal human being, you are a spirit, you are a spirit. Umeshinda na ushindi utazidi kuonekana kwa jina la Yesu Kristo. Ninataka uzingatie kitu cha msingi sana ninapoenda kumalizia ili tuombe. Angalia Waamuzi 16, 12 na 14. Waamuzi
16, 12 na 14. Waamuzi 16 mstari wa 12 na 14. Angalia mstari wa 12, anasema hivi: basi Delila akatwaa kamba mpya akamfunga nazo, akamwambia, Wafilisti wanakuja Samsoni. Na wale wenye kuotea walikuwa katika chumba cha ndani, naye akazikata akazitupa kutoka mikononi mwake kama uzi. Mstari wa 14 anasema, basi akazifunga kwa msumari, akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Naye akaamka usingizini, akang'oa ule msumari na ule mtande. Ninataka unisikilize kwa makini hapa ninapoenda kumalizia, mtu wa Mungu, ili tuombe. Ninakuomba unisikilize kwa makini, kwa sababu kuna ufunuo wa ajabu ambao ukiusikia, ukiuelewa, ukiushika, ukiufanyia kazi, lazima kuwepo na turn around kwenye kila eneo la maisha yako. Lazima kuwepo na turn around ya kila ukawaida kwenye kila eneo la maisha yako. So I beg you, I urge you, nisikilize, listen, be careful. Kwenye mstari wa 12, mtu wa Mungu, nataka uone haya maneno, Samson akazikata zile kamba. Kwenye mstari wa 12, mtu wa Mungu, nataka uone haya maneno, Samson akazikata zile kamba. Okay. Na kwenye mstari wa 14, mtu wa Mungu, nataka uone haya maneno, Samson aling'oa ule msumari na ule mtande. Kwenye mstari wa 14, nataka uone haya maneno, Samson aling'oa ule msumari na ule mtande. So tukiweka pamoja mstari wa 12 na 14, tutaona hivi, Samson alizikata zile kamba, lakini pia Samson aling'oa ule msumari na ule mtande. Nisikilize kwa makini, mtu wa Mungu. Kwa jinsi ya nje, Delila alikuwa anamuona Samson akizikata zile kamba na kuzitupa kutoka kwenye mikono yake kama uzi. Kwa jinsi ya nje, Delila alimuona Samson akizikata zile kamba na kuzitupa kutoka mikononi mwake kama vile uzi. Kwa jinsi ya nje, Delila alimuona Samson aking'oa ule msumari, aking'oa ule mtande. Kwa jinsi ya nje, Delila alikuwa anamuona Samson anang'oa ule msumari, anang'oa ule mtande. Kwa jinsi ya nje, Samson ndio alikuwa anaonekana kana kwamba anafanya zile kazi, anafanya yale matukio. Lakini ndani kabisa ilikuwa ni siri ya Samson, ndio alikuwa anajua ni Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anamsaidia. Ninachosema ni hichi hapa, kwa jinsi ya nje, Samson alikuwa anaonekana kana kwamba yeye ndo alikuwa anafanya yale matukio, alikuwa anafanya ile miujiza, alikuwa anang'oa, alikuwa anakata, alikuwa anang'oa, alikuwa anakata. Lakini kiukweli Samson, ama ilikuwa ni siri ya Samson, kwamba ni Roho Mtakatifu ndio alikuwa anamsaidia. Samson yeye alikuwa anajua ni Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anamsaidia. Lakini kwa jinsi ya nje alikuwa anaonekana yeye ndo anafanya matukio. Niwekeje hili jambo ili mtu mmoja anielewe? Niwekeje hizi sentensi? Niwekeje haya maneno ili mtu mmoja anielewe? Naamini kwa msaada wa Roho Mtakatifu utanielewa. Unisikilize, kwa sababu ninachoongea yamkini hujawahi kukisikia. Mtu wa Mungu, kwa sababu kwa jinsi ya nje, hata kama wewe ungekuwepo na Samson, lazima ungemuona Samson ndo alikuwa anakata zile kamba. Usingemuona Roho Mtakatifu kwa nje akikata. Usingemuona Roho Mtakatifu kwamba ndio anakata. Ni Samson ndo alikuwa anaonekana anakata. Ni Samson ndo alikuwa anaonekana anang'oa. Usingemuona Roho Mtakatifu pembeni anang'oa kwa ajili ya Samson. Usingemuona Roho Mtakatifu pembeni anakata kwa ajili ya Samson. No, kila mtu angemtazama, ama kila mtu anayenisikiliza, kama angekuwepo wakati wa Samson, na kama wote tungepata nafasi ya kumuona Samson alivyokuwa na behave kwa namna ya nje, kwa macho ya kawaida, tungemuona ni Samson, ni mikono ya Samson ndio ilikuwa inafanya matukio kwa jinsi ya kawaida, kwa jinsi ya mwili kabisa. Sasa angalia, kwa sababu ilikuwa inaonekana ni Samson ndio anafanya ufunuo, nataka upate ufunuo, utakusaidia mtu wa Mungu.
Kwa kuwa ni Samson ndo alikuwa anafanya kwa nje, alafu Roho Mtakatifu kwa ndani ndo anadhihirisha, maana yake ni nini? Mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu afanyi chochote kwenye maisha yetu bila sisi kushirikiana naye. Roho Mtakatifu hafanyi chochote kwenye maisha yetu bila sisi kushirikiana naye. Roho Mtakatifu afanyi chochote kwenye maisha yetu bila sisi kushirikiana naye. Roho Mtakatifu afanyi chochote kwenye maisha yetu bila sisi kushirikiana naye. Ndiyo maana imeandikwa kwenye Wakorinto wa pili 13:14. Kwenye Wakorinto wa pili 13:14 imeandikwa, na neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Ili ni andiko ambalo watu wanalisema mara nyingi, hata siku za Jumapili ama siku za ibada wanalisema watu wengi hata majumbani kwao, lakini angalia, lina ufunuo mkubwa sana. Anasema hivi, neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae naye. Sasa nataka uone hili neno, na ushirika wa Roho Mtakatifu, na ushirika wa Roho Mtakatifu. Ona, Roho Mtakatifu ametambulishwa hapo na ushirika. Roho Mtakatifu ametambulishwa na ushirika. Bwana Yesu Kristo ametambulishwa na neema. Bwana Yesu Kristo kwenye huu mstari ametambulishwa na neema, na Baba Mungu kwenye huu mstari ametambulishwa na pendo ama upendo, na Baba Mungu ametambulishwa na pendo. Alafu angalia, Roho Mtakatifu ametambulishwa na ushirika. Roho Mtakatifu ametambulishwa na ushirika. Maana yake Roho Mtakatifu ni roho wa ushirika. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa ushirika. Ni mpaka umekubali kushirikiana na Roho Mtakatifu ndipo utaona msaada wake. Ni mpaka umekubali kushirikiana na Roho Mtakatifu ndipo utaona msaada wake. Ni mpaka umekubali kushirikiana na Roho Mtakatifu ndipo utaona nguvu zake. Ni mpaka umekubali kushirikiana na Roho Mtakatifu ndipo utaona nguvu zake. Ni mpaka umekubali kushirikiana na Roho Mtakatifu ndipo utaona maajabu yake. Ni mpaka umekubali kushirikiana na Roho Mtakatifu ndipo utaona maajabu yake. Ni mpaka umekubali kushirikiana na Roho Mtakatifu ndipo utaona uhuru wake. Ni mpaka umekubali kushirikiana na Roho Mtakatifu ndipo utaona uhuru wake. Mtu wa Mungu, nataka uzingatie ninachosema, kwa sababu nataka nikurudishe kwa Samson pale ambapo tumeona. Mtu wa Mungu, angalia, nataka uzingatie. Ni mpaka Samson alipokata ndipo na Roho Mtakatifu alikata. Ni mpaka Samson alipokata ndipo na Roho Mtakatifu alikata. Ni mpaka Samson alipokata zile kamba ndipo Roho Mtakatifu naye alikata zile kamba. Ni mpaka Samson alipong'oa ule msumari ndipo na Roho Mtakatifu aling'oa ule msumari. Ni mpaka Samson alipong'oa ule mtande ndipo na Roho Mtakatifu aling'oa ule mtande. Ni mpaka Samson alipong'oa lile geti ndipo Roho Mtakatifu naye aling'oa lile geti. Mtu wa Mungu, angalia. Muda wote Samson, ijapokuwa alikuwa anaye Roho Mtakatifu juu yake, lakini Samson alipokuwa amelala, Samson alipokuwa hafanyi chochote, Biblia inaonyesha Samson alifungwa na vifungo kama wanadamu wa kawaida. Lakini alipoamka kuanza kuact, alipoinuka kuanza kufanya, ndipo na Roho Mtakatifu naye aliingia kazini. Nitarudia tena. Ijapokuwa Samson Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, lakini Samson muda wote alipokuwa ametulia afanye chochote, Samson alifungwa na vifungo kama wanadamu wa kawaida. Ni mpaka Samson alipoamka na kuanza kufanya kitu, ni mpaka Samson alipoamka na kuanza kuakti, ndipo Roho Mtakatifu naye aliingia kazini. Ndipo Roho Mtakatifu naye alidhihirisha nguvu zake na kuanza kumsaidia Samson. Mtu wa Mungu, ninachokuambia ni nini? Roho Mtakatifu ni roho wa ushirika, anafanya kazi kwa ushirika. Usipokubali kufanya chochote pamoja naye,
hautaona madhihirisho yake. Roho Mtakatifu afanyi chochote kwenye maisha yetu bila sisi kushirikiana naye. Roho Mtakatifu afanyi chochote kwenye maisha yetu bila sisi kushirikiana naye. Na tunashirikiana na Roho Mtakatifu kwa njia mojawapo ya maombi. Tunashirikiana na Roho Mtakatifu kwa njia mojawapo ya maombi au kuomba. Mtu wa Mungu, tunapoomba tunashirikiana na Roho Mtakatifu. Tunapoomba tunashirikiana na Roho Mtakatifu. Tunapoomba tunakubali kumshirikisha Roho Mtakatifu. Tunapoomba ni tunamwambia Roho Mtakatifu, karibu tushirikiane pamoja. Maana yake tunafanya ushirika na Roho Mtakatifu kwa njia mojawapo ya prayer. Tunafanya ushirika na Roho Mtakatifu kwa njia mojawapo ya prayer. Tunashirikiana na Roho Mtakatifu kwa njia mojawapo ya maombi. Mtu wa Mungu, niseme tunapoomba tunashirikiana na Roho Mtakatifu. Tunapoomba tunamshirikisha Roho Mtakatifu. Tunapoomba tunashirikiana na Roho Mtakatifu, na kwa ushirika wake kila kifungo kinaweza kufunguka. Kwa ushirika wake Roho Mtakatifu kila kifungo kinaweza kufunguka, na kwa ushirika wake kila kamba zinaweza kukatika. Kwa ushirika wake Roho Mtakatifu kila kamba zinaweza kukatika, na kwa ushirika wake kila ukawaida unaweza kutoweka. Kwa ushirika wake Roho Mtakatifu kila ukawaida unaweza kutoweka, na kwa ushirika wake kila ugumu wa kimaisha unaweza kutoweka. Kwa ushirika wake Roho Mtakatifu kila ugumu wa kimaisha unaweza kutoweka, na kwa ushirika wake kila mateso yanaweza kukoma. Kwa ushirika wake Roho Mtakatifu kila mateso yanaweza kukoma, na kwa ushirika wake kila uadui unaweza kukoma. Kwa ushirika wake Roho Mtakatifu kila uadui unaweza kukoma, na kwa ushirika wake kila hali mbaya inaweza kubadilika na kuwa nzuri. Kwa ushirika wake Roho Mtakatifu kila hali mbaya inaweza kubadilika na kuwa nzuri, na kwa ushirika wake kila kibaya kinaweza kugeuka na kuwa kizuri. Kwa ushirika wake Roho Mtakatifu kila kibaya kinaweza kugeuka na kuwa kizuri, na kwa ushirika wake kila mapando ya adui yanaweza kung'oka. Kwa ushirika wake Roho Mtakatifu kila mapando ya adui yanaweza kung'oka. Swali langu nataka kukuulize, mtu wa Mungu, wewe ambaye uko hapa na wewe ambaye unanisikiliza mahali popote, kama tunafanya ushirika na Roho Mtakatifu kwa njia mojawapo ya kuomba, na tunapofanya hivyo ndipo Roho Mtakatifu naye anaingia kazini kufanya kazi. Swali ninalokuuliza, je, upo tayari kuomba siku ya leo ili kuona msaada wa Roho Mtakatifu? Upo tayari kuanza kujifunza kuomba kila siku kwenye maisha yako ili kuona kupokea msaada wa Roho Mtakatifu kila siku kwenye kila eneo la maisha yako? That's my question to you. Hilo ni swali langu kwako. Je, upo tayari kuomba? Kama upo tayari kuomba, nataka tumalizie kwa maombi haya. Nataka umaanishe. Tumeona Samson alikuwa anakata vitu kwa msaada wa Roho Mtakatifu, alikuwa anakata kamba za adui kwa msaada wa Roho Mtakatifu, alikuwa anaondoa udhaifu wa adui kwa Roho Mtakatifu. Tumeona Samson alikuwa anang'oa mapando ya adui kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maana yake, kwa sababu na sisi tuna roho yule yule, tunaweza tukang'oa siku ya leo pando lolote kwenye kila eneo la maisha yetu na likang'oka. Tunaweza tukakata kamba zote za adui, tunaweza tukavunja vifungo vyote vya adui kwenye eneo la maisha yetu na vikakatika, vikatoweka kabisa siku ya leo. Tunaweza tukaondoa kila udhaifu, tunaweza tukaondoa kila ukawaida kwa msaada wa Roho Mtakatifu kwenye kila eneo la maisha yetu na vikaondoka. Maana yake siku ya leo tunaweza tukapokea mabadiliko mapya kwenye kila eneo la maisha yetu. I believe itakuwa hivyo. I say, nataka mtu mmoja kwa ufahamu niliompa, kwa sababu ufahamu ni nguvu. Ninaamini kwamba kwa ufahamu niliokupa kuna power, kuna nguvu iko generated ndani yako
ninaamini kuna mtu mmoja kwa hasira ya Roho Mtakatifu yuko tayari kuomba kung'oa kila pando la adui kwenye kila eneo la maisha yake. Biblia inasema Samson alipolala walimwekea mapando, lakini alipozinduka, alipoamka aling'oa. Na Biblia inasema kwamba walipolala adui alikuja akapanda magugu. Manake kila kulala ni kumpa adui nafasi ya kupanda magugu. Kila kulala kiroho ni kumpa adui kupanda magugu, kupanda chochote kwenye maisha yako. Lakini habari njema ni kwamba Yesu naye alisema kwamba kila pando lisilopandwa na Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Manake haijalishi mtu wa Mungu ulipitiwa ukalala, haijalishi ulilala kwa kiasi gani, lakini ile kwamba siku ya leo umesikia ili fundisho, umesikia hii habari, ni habari njema kwako. Inawezekana kuamka na ukang'oa ilo pando, kama Samsoni ambavyo alipoamka kutoka usingizini aling'oa na akang'oka. Manake siku ya leo Mungu anakuamsha tena kupitia fundisho hili ili ung'oe kila pando la adui kwenye kila eneo la fedha, kwenye kila eneo la uchumi, kwenye kila eneo la ndoa, kwenye kila eneo la biashara, kwenye kila eneo la kazi, kwenye kila eneo la elimu, kwenye kila eneo la maisha yako. Mungu anakuamsha tena leo ung'oe kila pando. Ninaamini uko tayari. Kwa aliye tayari sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Mathayo 15:13. Kwa jina la Yesu Kristo ninang'oa kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni kwenye kila eneo la maisha yangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninang'oa kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni kwenye kila eneo la maisha yangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninang'oa kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni kwenye kila eneo la maisha yangu. Nataka uombe kwa kurudia hiyo prayer point. Nataka uombe kwa kurudia hiyo prayer point. Kama unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Kama uwezi kunena kwa lugha, wewe rudia tu, sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninang'oa kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni kwenye kila eneo la maisha yangu. Sema tu hivyo, omba tu hivyo. Unaweza kunena nena karuske belia jeprahaska baluske beletaya retekese eprenemene kuvrahaska balada. Kumbuka Roho Mtakatifu ananikumbusha kwamba imeandikwa, wawili wetu tukipatana hapa duniani kwa jambo lolote tukiomba, Baba wa mbinguni atatufanyia. Ninakubali kupatana na wewe mahali popote unanisikiza duniani. Ninakubali kupatana na wewe pamoja na Roho Mtakatifu kuomba kung'oa kila pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni kwenye kila eneo la maisha yetu, ikiwa ni kwenye uchumi, ikiwa ni kwenye fedha, ni kwenye kazi, ni kwenye huduma, ikiwa ni kwenye kilimo, ikiwa ni kwenye biashara, ikiwa ni kwenye eneo lolote. Ninaungana na wewe kwa jina la Yesu. Kapara haska valia erekete beleko paradaya enakara braheskede. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninang'oa kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni kwenye kila eneo la maisha yetu. Ninaling'oa kwa jina la Yesu Kristo kila pando la ugonjwa, kila pando la maumivu, kila pando la roho za miwasho, kila pando kazopra gadaya ketea, kila pando roho ya umaskini, kila pando roho za ufukara, kila pando roho za laana, kila pando mambo ya uchawi, kila pando kila uchawi, kila pando roho za uchawi, kila pando mavitu mabaya ya kurithi, ninang'oa kwa jina la Yesu. Kabaradeskebia kila pando ambalo linatufanya kuwa watu wa kawaida, kila pando ambalo linatufanya tuonekana kama wanadamu wenzetu, karuske belekara ekatakabaya jebreheska barabada ikatakaya kataya iresketekebaya. Nataka nione, nataka nisikie watu wakiomba maruska balide erakadavaya inkatakaya ikarabakataya ishkatakaya iriketeska paravadia rikota bali efrediba mina kareske veleko prakadia jezireskebia makata eskidia inkataya kata. Baba, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, sawa sawa na Mathayo 15:13, ninang'oa kila
lisilopandwa na Baba yangu wa mbinguni kwenye kila eneo la maisha yetu, kwenye kila eneo la maisha ya hao wanaonisikiliza, linang'oa kwa jina la Yesu. Shakalakataka bragada, kwenye kila eneo la ndoa, mariske velikata izo zopra haskabala, kwenye kila eneo la elimu, jedeka yakataya brahaskebe, kwenye kila eneo la afya, kwenye kila kiungo cha mwili yetu, linang'oa kwa jina la Yesu. Kabadiske beda enene kodeska bada, kila pando la adui, roho za madeni yakata yakabrahaskebele imakata yakataka, kila pando la adui kufeli kwenye maisha bragada, ninang'oa kwa jina la Yesu. Kapalakata, kila pando la adui, maumivu kwenye viungo vya mwili, ninang'oa kwa jina la Yesu. Kabariske belea, kwa msaada wa Roho Mtakatifu shebele katayaka irkadaya vraheske belia onana yatati raskaparodipikiti yakaladaya kata yatata kafalakataya ireske bela nina natavrakataya evrakataske tekatia kataya katavraheske baba kasofreheske biliana kataya iskata. Kwa kuwa Yesu alisema kila pando asiyolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Maana yake kila pando la adui linaweza kung'olewa, kila pando la adui linaweza kung'oka. Hakuna pando la adui ambazo zinaweza kakataa kung'oleka ama kung'olewa. Linang'oa kwa jina la Yesu. Ninang'oa kwa jina la Yesu. Ninang'oa kwa jina la Yesu. Kila pando, kila ambacho kimekuwa kinakula kwenye maisha yako, ninang'oa kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kimekuwa kinakula, kinashambulia maisha yako, ninang'oa kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kimekuwa kinaharibu taswira na muonekano wa maisha yetu, ninang'oa kasaparagata nketetekuske peledia reketeke mayata ikataya. Omba mtu wa Mungu, sikae kimya. Omba kazupe heska balakata. Omba, unapoomba unashirikiana na Roho Mtakatifu. Unapoomba na mruhusu Roho Mtakatifu aingie kazini kukuonesha msaada wake. Jadakabala kadaya kataya. Roho Mtakatifu ni roho wa msaada wa kutusaidia, lakini mpaka tumeanza kuomba, ni mpaka tumeanza kubali kufanya kitu ndio anaingia katikati. Biblia inaonesha baruske belia alipokuja juu yao kwenye kanisa la kwanza, Biblia inasema walianza kunena kama Roho Mtakatifu alivyowajalia. Biblia haisemi Roho Mtakatifu aliwafanya wanene. Biblia inasema kwamba walianza kunena kama Roho Mtakatifu alivyowajalia. Maana yake walipojaa Roho Mtakatifu walikubali kufungua vinywa vyao, na walipofungua vinywa vyao Roho Mtakatifu alianza kuwapa maneno. Manake unapoomba ndio unamruhusu Roho Mtakatifu aingie kazini kukupa msaada. Kareskeba ng'oa kwa jina la Yesu. Shakata yakabara inkataya Baba, kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina lenye ukali kuliko upanga wote ukatao kuwili, ninang'oa kila pando katoreke balakata kwenye kila eneo la maisha yangu, kwenye kila eneo la maisha ya kila mtu ananisikiza na kunifuatilia popote ulimwenguni. Ninang'oa kasoto balakata ya ishkete kapakata rikata ya kataya. Ninang'oa kwa jina la Yesu. Ninang'oa hayo mapando, hizo pembe za adui ambazo zimekuwa zinatawanya kwenye maisha yetu, ninazing'oa katarabakia jeje korebetia makata ya karabakata inkashaka pakatarise elelekoske belia mazuzu kapalakataya eshkete rikatakatakatakatakaya ejepreketia basotokobaya, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Prayer point number 2, nataka tuombe ombi la pili. Tumejifunza katika Kristo sisi ni silaha, sisi ni silaha. Yeremia 51:20 amesema sisi ni rungu na silaha za Bwana kwa ajili ya kuvunja. Amesema sisi ni silaha kwa ajili ya kuvunja, kwa ajili ya kuharibu. Na neno la Mungu linaniambia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 3:8, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za ibilisi. Na kwenye kitabu cha Yohana 14:12 Yesu alisema, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizi atazifanya, kwa kuwa mimi ninaenda kwa Baba. Kwa kuwa waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 anasema mwana wa Mungu, yani Yesu Kristo, alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za ibilisi. Na kwa kuwa huyo mwana wa Mungu Yesu Kristo naye ametuambia kwenye Yohana 14:12 kama tunamwamini,
na sisi tutafanya kazi zile zile alizozifanya. Na kwa kuwa tumegundua sisi ni rungu na silaha za Bwana, manake sisi ni silaha kwa ajili ya kuvunja kila kazi za ibilisi. Mtu mmoja nataka aseme kwa hasira ya Roho Mtakatifu: Baba, kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Yeremia 51:20 na waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 na kitabu cha Yohana 14:12, siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo ninavunja kila kazi za ibilisi kwenye kila eneo la maisha yangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninavunja kila kazi za ibilisi kwenye kila eneo la maisha yangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninavunja kila kazi za ibilisi kwenye kila eneo la maisha yangu. Nataka nikusikie ukiomba reske beleda. Unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Hauwezi kunena kwa lugha, wote wewe tamka tu kwa jina la Yesu Kristo ninavunja kila kazi ya ibilisi kwenye kila eneo la maisha yangu. Karuske bela. Baba, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Riskava afele diske beda. Riske de elema kadishke bela dush. Riske di elenaska badashke dea. Rizana radia. Kikilina araskopo emeniske dishka daya. Rakata alelelele sididia dabayaka. Zuza kikinenena hikata ya deske. Sintini kildeske be beniska daya aluf epridisko doyodia na. Rezizi irinas kadaye beleski. Kakana kushke belea. Hinini karaske bedishko. Pelemende priske belea. Kashkuti efito epelemi kadash kadaya. Tinini akaraska baluske besh. Kuku sheniana na kadabaya. Peleska baya. Baba, kwa jina kiki diarak. Kakdiska barakatia. Faluske be elemena kash kadaya. Kaeskia. Akashke beleskia. Reskibila naskadaya. Shetekebia. Ninavunja kila kazi ya ibilisi kwa jina la Yesu. Shapalakataya, ereketekayaka, shakalakataya, iripekataya, shaktikitekeya, baruske belea, aratatatakaya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninavunja kila kazi za ibilisi kwenye kila eneo la maisha yetu, kwenye kila eneo la maisha yangu, kwenye kila eneo la maisha ya watu wanaonisikiliza popote pale ulimwenguni. Sheprekiza parakataya kataya. Ekatakataya kataya, japrakataya kataya, rakatakaya kataya. Inavunja kila kazi ya ibilisi kwenye kila eneo la huduma, shakalaka, kwenye kila eneo la ujenzi, rikataya kapa ya kopre eskabalakataya, ezabababababa, kwenye kila eneo la fedha, kwenye kila eneo la riziki zetu, kwenye kila eneo la uchumi, kwenye kila eneo la mahusiano na ndoa, kwa jina la Yesu Kristo ninavunja kwenye biashara zetu, kwenye ajira zetu, kwenye ofisi zetu, ninavunja kwenye mazingira, kwenye hanga, kwenye hali ya hewa zetu, kwenye ardhi zetu, ninavunja kwa jina la Yesu. Kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa miguu, ninavunja kila kazi ya ibilisi kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Le shaprakata, hizo kazi za ibilisi, ndoto mbaya, ninavunja kwa jina la Yesu. Kabaragada enkalakataya, ninakubali kusimama kama silaha za Bwana. Ninavunja kwa jina la Yesu. Karaba kataya mpekezivra kataya jakalakara kataya ezereketekia baruske pelenaya iskatarketes kataya azabarakataya ishkapapaya irikene kataya jakalakatakaya zetreketekia baruska pala iskadaya japrakataya inkalababa jekete preheskevi ratata ili kama ya kalida erekete rishalada radiska paruske belenena daska baraka kata yakalakata. Hizo kazi zinavunjika, ninavunja kazi ya ibilisi kwa jina la Yesu. Kabrahiski enkalaba shopreheske veledia rapakataya elekoze preheske vedia jataya zataigebrea kataya jabrahaske belia iri kataya rapakata
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nataka kusikia mtu akisema amen. Prayer point number 3. Prayer point number 3 kutokana na Waamuzi 16:12 pale ambapo tuliona Samsoni alikata, aling'oa. Ninataka useme Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakata na kutupilia mbali kila kamba za adui kwenye kila eneo la maisha yangu. Ninataka useme na uombe kwa kumaanisha, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakata na kutupilia mbali kila kamba za adui kwenye kila eneo la maisha yangu. Yaros kabalaa ekalaya jekedia nkatabakata ya kataya. Kumbuka, usipoomba Roho Mtakatifu anakaa kimya. Kumbuka, usipoomba Roho Mtakatifu hana cha kushirikishwa. Kumbuka, usipoomba malaika wanakaa kimya. So it's very imperative for you to pray. Zarus kabaya, omba kazuzu kadaya nkataya leketea. Omba, sema tu, Baba, kwa jina la Yesu ninakata na kutupilia mbali kila kamba za adui kwenye kila eneo la maisha yangu. Baba, kwa jina la Yesu ninakata na kutupilia mbali kila kamba za adui kwenye kila eneo la maisha yangu na maisha ya watu wanaonifuatilia. Maruske belekea, na kila mtu ambaye yuko connected nami, na kila mtu, kila kinachonihusu, rakata yakabakata, ninakata na kutupilia mbali kila kamba za adui kwenye kila eneo la maisha yangu. Ninakatilia mbali jakata eprakada, ninakatilia mbali hizo kamba, ninakatilia mbali kila uchawi Yesu kaprakasikia kata yakapa ereketeketeketekia shakalakata. Ninakatilia mbali na kutupilia mbali kila kamba za adui, kila uchawi wa adui zuprahaska balaa nkataka baluske peredi paraskopo predebedi yekere parabarade sitalakata yaba erekedia makazika ereketeketeke jikalakataka yakataka rekete shikarabadaya isketebia iskataya rakata iskebeli rekete iskadaya rekete para peskopala inkalababa jabraka dina kata na kutupilia mbali katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen. Prayer point number 4. Prayer point number 4. Prayer point number 4 kulingana na kitabu cha Matendo ya Mitume 10:38. Biblia inasema pale Yesu aliwaponya wote walioonewa na Ibilisi. Maana yake adui Ibilisi huonea watu, lakini kumbuka siku ya leo tumejifunza namna ya kukomesha vifungo, mateso na kila uonevu wa adui kwa kujitambua sisi ni akina nani katika Yesu Kristo. So nataka tutumie prayer point hii. Sema tu, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakomesha kila uonevu wa Ibilisi kwenye kila eneo la maisha yangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakomesha kila uonevu wa Ibilisi kwenye kila eneo la maisha yangu. Sema tu, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakomesha kila uonevu wa adui kwenye kila eneo la maisha yangu. Nataka nisikie mtu mmoja akiomba aliyochoka kuonewa na adui kwenye eneo lolote. Nataka nikusikie ukiomba. Kama uwezi kunena kwa lugha na unatamani kunena kwa lugha, unatamani sasa, ninatamka kwa sababu kuna upako, kuna power ya Roho Mtakatifu. Ninatamka pokea uwezo wa kunena kwa lugha katika Roho Mtakatifu. Pokea jakalagada inkatakabaya. Anza kuomba kwa kunena kwa lugha, na inatokea rakataya eskataya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakomesha kila uonevu wa adui, ninakomesha kila uonevu wa Ibilisi kwenye kila eneo la maisha yangu na maisha ya hawa watu wanaonifuatilia, wanaonisikiliza popote pale ulimwenguni. Ninakomesha uonevu, ninakomesha uonevu wa Ibilisi kwenye kila eneo la maisha ya Brahaskabala nkatakaya balakataya kataya eskataya. Watu ambao wanavamiwa usiku kuanzia siku ya leo hiyo mwisho, watu ambao wanaonewa kwa kuvamiwa na mapepo, wachawi, waganga wakati wa usiku, ninatamka iwe mwisho kuanzia siku ya leo. Jakarabakataya iskataga. Watu ambao wamekuwa wanaonewa na magonjwa sugu yasiyokuwa na tiba, ninatamka, unaonisikiliza mtu wa Mungu, siku ya leo iwe mwisho. Hiyo spirit ninaikomesha, ninaitoesha karabanone sheperikaya Enkataya inaamuru yoro isepe kuache prakaska baria ekarakata. Watu ambao wamekuwa na teso na maumivu kwenye viungo vya mwili, shakatakayaka ninakomesha prahaska baria iskataka. Watu ambao wamekuwa natamani kusoma neno wanashindwa, watu ambao wamekuwa natamani kuomba wanashindwa, ninakomesha
Komesha uonevu siku ya leo. Utaweza kusoma neno, utaweza kuomba siku ya leo. Masokoto, kuomba hata usiku utaweza. Rikataya nke pereska baladishke belekia watu ambao wamekuwa na kandamizo na vijinamizi, ninakomesha uonevu kuanzia siku ya leo kwa jina la Yesu. Kila roho ambayo imekwenda kukandamiza, ninaikandamiza yenyewe kwa jina la Yesu, kwa sababu neno la Mungu linasema tazama ninaweka katika Sayuni jiwe lililojaribiwa, jiwe kuu la pembeni, ambalo likimwangukia mtu, likimwangukia yoyote, litamsaga, litamponda, litamsaga tiki maroska bala. Inatamka kila roho ambayo imekwenda kukandamiza, inaidondoshea jiwe jina la Yesu, isagike tiki kwa pronoma nampalika daya eske teke rakataya balakataka, kwa sababu imeandikwa neno la Mungu ni kama nyundo ivunjao vipande. Kasoto boloma ne hefredia heretetekelene makata. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu unayesikiza mahali popote pale, ninakutumia neno kama nyundo shakalakata yakata. Ninaamuru kwa jina la Yesu, ninavunja kila roho ya uonevu ivunjike vipande karabayaka, kwa sababu ilitabiriwa kwa ndoto ya Nebukadreza kwamba kuna jiwe ambalo lilifanyika pasipo kazi ya mikono, ikapiga ile sanamu na kuisambaratisha, na lile jiwe likajaza dunia yote nara na maana mea. Ile jiwe alikuwa ni Kristo, ulikuwa ni unabii wa Kristo. Jina la Yesu kaparadiba la kataya kadiske bede, ninatuma neno la Kristo kama jiwe kwenye kila uonevu wa adui. Ninapigana kusambaratisha kila uonevu, kila roho ya uonevu kwenye kila eneo la maisha yetu. Jeteke balaska bare fedia ererekene mara kadaska bala. Kila cha adui ninaamuru kisambaratike kabisa, na hilo jiwe kama lilivyojaza kule kwenye unabii, hilo jiwe lijaze kila eneo la maisha yako. Kristo akujae kila mahali, Roho wa Bwana akujae kila mahali. Usionewe tena karuske bela pereke dikia. Tunapoenda kumalizia kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninatamka kuanzia siku ya leo ulinzi wa kiungu uwe juu yako. Usionewe tena. Malaika wa Mungu akulinde katika njia zako. Sakarabaka esketea nkoroboska bara develekine menara kadashke belia kataya. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya uweza wa Roho Mtakatifu, ninatamka tangu siku ya leo umeuishwa, tangu siku ya leo umegeuzwa, tangu siku ya leo umefanyika mpya, tangu siku ya leo umefanyika kiumbe kingine, tangu siku ya leo umegeuka, umekuwa mtu mwingine. Wewe sio mtu wa kawaida tena. Kila kinachokuhusu kimegeuzwa, kimekuwa si cha kawaida. Hizo kazi unazofanya zimegeuzwa, zimekuwa si za kawaida. Zitazaa kwa namna ambayo si ya kawaida. Tangu sasa zinazaa kwa namna ambayo si ya kawaida. Uchumi wako umekuwa sio uchumi wa kawaida tena. Fedha zako zimekuwa sio fedha za kawaida tena. Malengo, matarajio yako si ya kawaida tena. Rasutuba, hatua zako za kimaendeleo zimegeuzwa, sio hatua za kawaida tena, ni hatua za supernatural za gadaba ikanamaka. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya uwezo wa Roho Mtakatifu siku ya leo umepokea nguvu mpya. Unakwenda juu kambao kama tai, unapiga mbio wala uzimie. Unakwenda kwa jina la Yesu. Hatua zako zinaongozwa na Bwana tangu siku ya leo. Hatua zako zinaongozwa kwa njia ya amani tangu siku ya leo, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila sehemu ya maisha yako imegeuka, imekuwa si ya kawaida tena, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninatamka imekuwa kama tulivyoomba. Ninatamka imekuwa kama tulivyoomba. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kila kifungo cha giza kimefunguka kwenye maisha yako. Kila kamba za giza, kamba za mauti, kamba za adui zimekatika na kutoweka. Kila kifungo kimepasuka na kutoweka. Ninatamka kila uonevu adui umekoma na kutoweka. Nami ninatoa amri visirudi tena. Ninakutamkia nguvu juu yako. Usimame imara katika uhuru wa Kristo, wala usinaswe
tena na kongwa la utumwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutamkia upokee nguvu kila siku, zidi kuwa imara kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Proverbs, 4:18, Methali 4:18, imeandikwa bali njia mwenye haki ni kama nuru ing'aayo ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Ninatamka, ninakubariki kuanzia siku ya leo, uzidi kung'aa tu kama ilivyoandikwa, magugu yatateketezwa, ndipo wenye haki watang'aa katika ufalme wa Baba yao. Ninakutamkia tangu siku ya leo udumu kung'aa kwa jina la Yesu Kristo, hata mchana mkamilifu, maana yake mpaka ile siku Kristo anarudi, udumu kung'aa katika jina la Yesu. Ninakutamkia tangu siku ya leo udumu kubadilika kutoka utukufu kwenda utukufu, udumu kubadilika kutoka nguvu kwenda nguvu, imani kwenda imani, mafanikio kwenda mafanikio, uzima kwenda uzima, afya kwenda afya. Ninakutamkia kwa jina la Yesu udumu kutoka marejesho kwenda marejesho, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama Sulemani alivyosema, leo Bwana Mungu wangu amenipa amani kila upande. Nina amani kila upande, wala hakuna adui wala tukio baya. Ninatamka amani ikuzunguke kila mahali. Ninakubariki ukingo wa Mungu kuzunguke kila mahali, wewe na nyumba yako. Ninatamka kazi za mikono yako zimebarikiwa na mali yako idumu kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Ninakubariki, umebarikiwa uingiapo na utokapo, umebarikiwa mjini na mashambani. Kila utakachokifanya kitadumu kubarikiwa, kwa sababu mapando, mateso na uonevu wa adui vimetoweka katika jina la Yesu Kristo. Ninakutamkia kama ilivyoandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yenu yote fanikiwa. Ninatamka kila silaha ya adui haitafanikiwa tena tangu siku leo. Maneno yao hayatakuwa, maneno yao hayatasimama. Ninakutamkia kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni mtu mwingine, wewe si mwanadamu wa kawaida, wewe si mwanadamu, wewe si mwanadamu wa kawaida, wewe ni kiumbe kingine kipya katika Kristo Yesu, na mambo mapya ya utukufu, mambo mema ya dumu kukufuata wewe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba kabla sijamaliza hapa, ninaomba mtu yoyote hapa na kule anaponisikiliza, kama hujamwamini Yesu Kristo, kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tafadhali ninakuomba usiondoke wala usiswitch off chochote kile ambacho natumia kunisikilizia ama kunitazamia. Ninakuomba usiswitch off, bali umpokee Yesu Kristo. Unapompokea Yesu Kristo, pia unafanyika kiumbe kingine, unafanyika mwanadamu asiyekuwa mwanadamu wa kawaida. Kwa aliye tayari, ninaomba useme maneno haya. Sema: Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu neno lako linasema yoyote ambaye atakujia hutamtupa nje kamwe. Ninashukuru umenipa nafasi ya kukujia siku ya leo, na ninaamini haujanitupa nje, umenipokea milele. Asante Baba kwa nafasi hii, kwa kuwa neno lako linasema. Kila mtu naomba afuatishe ya maneno. Sema: kwa kuwa neno lako linasema, nikimkiri Yesu kwa kinywa changu ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwangu ya kuwa wewe Mungu ulimfufua katika wafu, nitaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Sema: Baba, kwa jina la Yesu, nimesikia habari zako siku ya leo. Nimesikia habari zako kupitia mtumishi wako. Nimesikia habari za Yesu Kristo. Nimeamini moyoni mwangu, na ninajua nimepata haki moyoni mwangu sawasawa na neno lako. Na kwa sababu hii ninakubali kukiri kwa kinywa changu ili niokoke, ili nipokee wokovu. Kwa kinywa changu mwenyewe, kwa hiari yangu, ninamkiri Yesu Kristo ya kuwa ni Bwana, kwa sababu nimeamini Kristo alitolewa kwa ajili ya makosa yangu, kwa ajili ya dhambi zangu. Kristo alifanyika dhambi ili mimi niwe haki ya Mungu katika yeye Kristo. Ninaamini Yesu Kristo alitolewa
alikufa kwa ajili ya dhambi zangu zote. Ninaamini pia Yesu Kristo alifufuka ili mimi nihesabiwe haki. Baba, asante kwa kunisamehe dhambi zangu zote katika Yesu Kristo. Asante kwa kuniosha dhambi zangu zote katika Yesu Kristo. Asante zaidi kwa kunihesabia haki bure pasipo matendo katika Yesu Kristo. Ninamkiri, nimechagua kwa hiari yangu, ninamkiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwenye kila eneo la maisha yangu tangu siku ya leo na hata na milele. Yesu, asante Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa kufuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Asante kwa kuandika jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Asante Baba, asante kwa zawadi ya Roho Mtakatifu, ninampokea sasa kwa imani. Asante Roho Mtakatifu, ninakupokea na ninajua umekuja juu yangu. Asante Baba kwa msaada wa Roho Mtakatifu, nitadumu kuishi katika utakatifu, nikikupendeza wewe siku zote, nikiyafanya mapenzi yako tu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila mwenye pumzi na aseme amen.